tunapozungumzia saikolojia ndani ya mahusiano na ndoa, kwanza tuelewe kwamba saikolojia inachukua almost 80% ya mwanadamu. Sababu ndani ya saikolojia ya mtu ndo kuna mindset, akili yake inayofanya kazi, mitazamo yake, perception, lakini pia actions zake na matendo yake na namna ambavyo tabia yake inaweza kuzaa matunda nje, mazuri au mabaya. Kwa kwenye ndoa, kwenye mahusiano, mimi huwa napenda kusema, nafikiri last time nilikuwa na ndoa kanisani kwangu, mimi nawaambia watu kapimeni afya, lakini pia kapimeni ujauzito, na tukae chini tuweze kuzungumza ili tujue kwamba saikolojia yenu ipo sawa na ipo na utayari wa kuingia kwenye ndoa, au ni kama mmelazimishwa. Kwa sababu leo kuna watu wanashinikizwa kufanya ile jambo, either kuanzisha mahusiano au kuanzisha ndoa au kuingia kwenye ndoa, can say that. Lakini kuna kitu ambacho watu wanakisahau, kwamba watu wengi wanaishi na maumivu ya kihisia, na kwa sababu hiyo inapelekea mahusiano mengi kutodumu. Mtu ameumizwa huku ana jump huku moja kwa moja. Mtu ameumizwa huku ana jump kwenye ndoa moja kwa moja. So what I can say ni kwamba saikolojia ina umuhimu mkubwa sana, kwa sababu nisipojua saikolojia yako, mitazamo yako, namna unafikiri mambo, unavyopambanua mambo, ni ngumu sana mimi kuishi na wewe. Kwa kwenye issue nzima ya tabia na udhaifu, kwa utafiti wangu binafsi nimeona kama ni moja kati ya sehemu ambayo inawashinda watu. Sababu watu wanaingia kwenye ndoa au mahusiano na mitazamo ambayo ipo tofauti na wenza wao, kitu ambacho kinasababisha ndoa nyingi sana kutokudumu. Yeah. Na nani anamfundisha huyo mtu ambaye anataka kuingia kwenye mahusiano au kwenye ndoa, saikolojia? Nani yuko? Ni swali zuri sana. Kwa upande wangu mimi, ninapotaka kuwabariki wanandoa, huwa nachukua jukumu hilo la kuwafundisha na kujaribu kuwaonyesha, kuwapambanua kisaikolojia peke yangu wale wanandoa. Lakini kwa mtu mwingine naweza nikasema kwamba mara nyingi sana tunashauri Sheba kwamba kabla hujaingia kwenye mahusiano na ndoa, jaribu kwanza kutaka kujielewa. Kiwango chako cha uelewa zidi yako ukipeleke kwa yule mwenza wako au mtu ambaye unakwenda naye kwenye mahusiano au kwenye ndoa. Yule mtu kama ni muelewa vya kutosha, atakusaidia namna gani ya wewe kujielewa kwa nafasi yako zaidi. Kwa anayeweza kumsaidia mtu kwanza katika nyanja yoyote ya maisha ni mtu mwenyewe, sio mwenza au sio mtu wa pili. Kwa watu wengi wanaamini kwamba mimi natakiwa kusaidiwa na watu wengine. Nilizungumza recently kuhusu habari ya solitude na loneliness. Watu wengi wanaojielewa huwa wanajijenga kwenye solitude, tofauti na wale ambao tunajijenga kwenye loneliness. Yaani ule upweke. Upweke upo upweke wa aina mbili. Kuna upweke wa mimi kutaka kujiunganisha na wewe, na kuna upweke wa mimi kutaka kujiunganisha na mimi mwenyewe. Sasa sehemu ya kujijenga na kujielewa kisaikolojia ni kwenye solitude, ambao ni mimi kujitafuta mimi kwanza kabla ya kuja kutafuta wewe. Lakini loneliness ni wewe kutaka kuwa connected na mtu wa nje yako. Sasa ili uweze kujijua vizuri psychologically au kisaikolojia, ni wewe kutafuta nafasi ya kujiconnect na wewe mwenyewe. Hiyo inakusaidia. Unapokuja kuingia kwenye mahusiano, ni easy sana, ni rahisi sana wewe kuweza kunielewa mimi na mimi kukuelewa wewe, kwa sababu kwanza umejielewa na mimi nimejielewa. Umejiseti kwenye settings za saikolojia yako kwamba mitazamo yangu ipo hivi zidi yangu, kabla ya mitazamo yangu kuwa namna hii zidi ya yule mwenza wangu. Sababu kinachoua watu wengi sana kwenye saikolojia ya mahusiano na ndoa ni mitazamo pia. Kwamba nilimtazamia huyu mtu kuwa hivi, lakini ukumbuki kwamba ulitakiwa kwanza kujitazama kwa aina fulani. Na chochote ambacho unakitaka kwa mwenzako lazima kwanza kianze kwako. Sasa unakuta mtu anataka mke wake awe hivi, mume wake awe hivi, na kati yeye mwenyewe kile kitu hana. Ndio tunasema kwamba ukitaka mme mwema, uwe mwema.